Watanzania wamemuomba Rais Donald Trump kumkamata Samia Suluhu jinsi alivyomwendea Maduro. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Ujumbe uliosambaa duniani ulipaswa ukimya wa kishindo madai ya maelfu ya Watanzania kupigwa risasi na kuuawa kwa kupinga uchaguzi uliodaiwa kuibwa, na ombi la msaada wa moja kwa moja kutoka nje ili kuvunja mzunguko wa damu, hofu na udhibiti. Kauli hiyo haikuja kama taarifa ya kawaida ya kisiasa, bali kama kilio cha dharura kinachosema wazi kuwa uhalali wa dola unaporomoka pale serikali inapogeuza bunduki dhidi ya raia wake ili kushikilia madaraka. Ndani ya masaa, simulizi hiyo ilipenyeza kwenye mjadala mpana wa kimataifa uliochochewa na tukio la mbali kijiografia, lakini lenye athari za kisaikolojia kwa Afrika Mashariki. Hatua kali ya Marekani nchini Venezuela iliyowasilishwa kama operesheni ya kumaliza uhalifu wa dola na kurejesha mpito wa kisiasa. Katika maandishi yaliyosambazwa na Mange Kimambi, wazo la kuomba uingiliaji wa nje ilitolewa bila mafumbo, likitaja kushindwa kwa miamvuli ya kikanda kama African Union na SADC katika kulinda haki za msingi za raia. Hoja kuu ilikuwa nzito kwamba dola inayoua raia wake inapoteza haki ya kudai uhuru kamili wa mamlaka. Na ndani ya sentensi chache, simulizi la ndani la Tanzania liliunganishwa na muktadha mpana wa kile kilichotangazwa pale Washington kama ushindi wa haraka dhidi ya utawala wa Caracas. Hapo ndipo kioo cha Venezuela kilipogeuzwa kuelekea Tanzania, kwamba Donald Trump alitangaza hatua ya kijeshi iliyomweka kizuizini kiongozi wa Venezuela Maduro, pamoja na mwenza wake, akisisitiza mpito wa kisiasa chini ya usimamizi wa Marekani na ushiriki mkubwa katika sekta ya mafuta ya nchi hiyo. Picha zilizosambazwa mtandaoni, taarifa ya mashtaka mapya ya dawa za kulevya kutoka US Department of Justice na pongezi kutoka kwa makamu wa rais wa Marekani JD Vance ziliunda mazingira ya propaganda na nguvu laini zinazoweza kuvuka mipaka ya kikanda. Na kwa Tanzania, mvutano huu wa kimataifa haukuwa sinema ya mbali, ilikuwa ishara ya hatari na tumaini linalochanganya. Hatari kwa sababu uingiliaji wa nje, atunapovishwa mavazi ya haki na mpito, huja na gharama za muda mrefu kwa uhuru wa kiuchumi na kisiasa. Na tumaini kwa sababu kwa sehemu ya raia waliokata tamaa, kuonekana kwa dola kubwa ikivunja ukuta wa dola nyingine kulionekana kama ushindi, kuwa ukimya wa kimataifa unaweza kuvunjwa kwa ghafla. Ndani ya simulizi hilo, kushindwa kwa vyombo vya kikanda kulitajwa bila staha na uhalali wa taasisi hizo uliwekwa shakani. Historia ya siasa za Tanzania inatoa muktadha mzito wa kilio hiki, na tangu enzi za chama kimoja hadi mpito wa vyama vingi, dola imejijengea utamaduni wa utulivu na utangulizwa mbele ya uwazi. Uchaguzi umekuwa tukio la kisheria zaidi kuliko mchakato wa kisiasa unaoshirikisha raia kikamilifu. Vipindi vya msuguano kama ilivyoshuhudiwa katika chaguzi za karibuni vimeambatana na kukoa na kukandamizwa kwa kusanyiko, kukamatwa kwa wanaharakati na sheria zinapopanua mamlaka ya dola katika kudhibiti habari za mitandao. Mlolongo huu unaeleza kwa nini madai ya mauaji ya waandamanaji, hata yakipingwa na serikali, yanapata masikio tayari miongoni mwa jamii za kimataifa za haki za binadamu. Kile kilichoongeza uzito wa mjadala ni jinsi simulizi la Venezuela ilivyowekwa kama mfano wa kile kinachowezekana. Na katika taarifa za Marekani ilisitizwa kuwa uendeshaji wa mpito ungefuata utaratibu wa usalama, huku mashtaka ya jinai yakipelekwa mbele ya mahakama za Marekani. Marco Rubio aliongeza msukumo wa kisiasa kwa kutaja mashtaka ya usafirishaji wa dawa za kulevya, huku wanasiasa wengine kama Mike Lee wakionyesha kuwa hatua zaidi hazingehitajika baada ya kukamatwa kwa kiongozi. Kwa upande mwingine, sauti za tahadhari zilisikika kutoka kwa Antonio alieleza wasiwasi juu ya kuweka mfano hatari uingiliaji wa kijeshi. Mwitikio wa kimataifa ulionyesha mgawanyiko mkali.
Nchi jirani kama Colombia zilihimiza kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, huku viongozi wa Ulaya wakisisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria za kimataifa. Washirika wa Venezuela kama Russia, Cuba na Iran walilaani kile walichokiita uvunjaji wa uhuru wa taifa. Na katika Amerika ya Kusini sauti zilivutwa pande mbili, baadhi zikisifia kile kilichoonekana kama kuondolewa kwa utawala kandamizi, wengine wakionya juu ya mstari mwekundu uliovukwa. Na kwa Tanzania mjadala huu unaingia katika udongo ulio tayari na nyufa, na tangu sheria za vyama vya siasa kubanwa hadi udhibiti wa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, mazingira ya kisiasa yamekuwa yakikosa njia za ndani za kurekebisha migogoro, na pale maandamano yanapokatazwa au kuvunjwa kwa nguvu, shinikizo la raia hutafuta njia mbadala za kusikika, na hapo ndipo wazo la kuomba Donald Trump kuingilia nchi ya Tanzania, hata kama lina utata, linapata uhalali wa kisaikolojia kwa baadhi ya wanaharakati. Hata hivyo, ulinganisho wa moja kwa moja kati ya Tanzania na Venezuela una mipaka yake. Venezuela ni taifa lenye mgogoro wa muda mrefu wa kiuchumi, vikwazo vya kimataifa na mashtaka ya kimataifa dhidi ya uongozi wake. Na Tanzania, licha ya changamoto zake za kisiasa, imeendelea kujionyesha kama muhimili wa utulivu wa kikanda na mshirika wa maendeleo kwa wafadhili. Hii haifuti madai ya ukiukwaji wa haki, lakini inaeleza kwa nini uingiliaji wa kijeshi wa nje ungekuwa na athari pana zaidi katika Afrika Mashariki, eneo lenye historia ya migogoro ya kuvuka mpaka. Kilio cha kuundwa kwa serikali ya mpito, katiba mpya na ubaguzi mpya kinagusa kiini cha tatizo la Tanzania. Mkataba wa kijamii uliodhoofishwa kikatiba uliodhoofishwa. Katiba iliyopo imekosolewa kwa kumpa rais mamlaka makubwa kudhibiti mihimili mingine ya dola na kupunguza uwajibikaji wa moja kwa moja kwa raia. Ahadi za katiba mpya zimekuwa zikirejea na kutoweka kulingana na upepo wa kisiasa, zikizidisha hali ya kukata tamaa. Na katika mazingira haya, kushindwa kwa vyombo vya kikanda kunatajwa si kama ajali, bali kama matokeo ya muundo unaolinda serikali zaidi kuliko raia. African Union imekuwa ikisisitiza suluhu za Kiafrika kwa matatizo ya Kiafrika, lakini inaposhindwa kuchukua hatua thabiti dhidi ya ukiukwaji wa wazi, kauli hiyo hupoteza uzito. Na SADC kwa upande wake imekumbwa na lawama za upendeleo na tahadhari kupita kiasi, hasa inapohusu nchi wanachama wenye ushawishi. Kwa upande wa Washington, simulizi la Venezuela inaendeshwa sambamba na maslahi ya kimkakati, ikiwemo rasilimali za mafuta na siasa za ndani za Marekani. Na hili ni somo muhimu kwa Watanzania wanaotazama uingiliaji wa nje kama suluhisho, kwani nguvu za kimataifa huingia pale maslahi yao yanapokutana na simulizi la haki, na pale maslahi yanapokosekana, ukimya utawala. Mwisho wa simulizi hili hauko Caracas ama Washington, bali Dar es Salaam, Dodoma na miji midogo ambako raia wanaishi na athari za maamuzi ya kisiasa kila siku. Mustakabali wa Tanzania hautaamuliwa na tweet au operesheni za kijeshi ya mbali, bali ni kama ukimya utaendelea kutawala dhidi ya uwajibikaji. Na taifa linakubali hofu kuwa lugha ya siasa inajiandaa kwa mizunguko ya migogoro mikubwa zaidi, kilio cha msaada wa nje na ishara ya hatari kwamba njia za ndani zimeziba. Kukataa kusikia ishara hiyo au kuizima kwa nguvu ni kucheza kamari na kesho ya nchi. Kimya kina gharama. Kila siku inayopita bila uwazi, bila haki kwa waathiriwa na ukandamizaji, na bila mageuzi ya kweli ya kikatiba, hujenga mlundikano wa hasira usiotabirika. Na Tanzania iko kwenye makutano ambapo chaguzi kati ya uingiliaji wa nje au uhuru kamili, bali kati ya uwajibikaji wa ndani au kupoteza uaminifu wa raia. Historia inaonyesha kuwa pale uaminifu huo unapovunjika, basi matokeo huwa magumu kurekebisha. Na kilio kilichosikika mtandaoni ni onyo, si mwaliko wa vurugu. Kulipuuza ni kukabidhi kesho mikononi mwa nguvu ambazo hazina dhamira ya kuilinda Tanzania, bali maslahi yao wenyewe.
Ndio hayo tuliokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kutupa support yako kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.